Nuru ya asubuhi. Hadi mwisho nitaamini. Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nijitambulishe kwako mtazamaji wetu wa TV yetu nzuri sana hii ya Zoe. Jina langu naitwa Lucy Masembo. Ni mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God katika kanisa linaloitwa Rehoboth Christian Center ambalo lipo katika eneo la Mbezi Beach, barabara ya Bagamoyo. Mimi pia kwa neema ya Mungu ni mkurugenzi wa idara ya wanawake katika jimbo letu la Ubungo. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa ajili ya nafasi hii ambayo ametupatia asubuhi ya leo. Nina ujumbe wa neno la Mungu unaosema ukiamini utauona utukufu wa Mungu. Ukiamini utauona utukufu wa Mungu. Na andiko letu ambalo tutalisoma asubuhi ya leo linatoka katika Injili ya Yohana sura ya 11 mstari wa 38 mpaka 41. Nami ninasoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Neno linasema, basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha, dada yake yule aliyefariki, akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia, nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote. Lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya, ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Hili ndio neno letu la leo. Nimesema kichwa cha ujumbe ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu. Yohana ambaye ni mwandishi wa kitabu hiki, katikati ya miujiza mingi ambayo Bwana Yesu aliifanya, aliandika muujiza huu wa kipekee mno kuonyesha ya kwamba tunamhitaji Mungu, tunahitaji kumwamini Mungu, tunahitaji kuongeza viwango vya imani yetu. Akimwambia Mariamu na Martha wawe na imani, na hiyo ilikuwa kwa Mariamu na Martha, lakini hata sasa na sisi tunapaswa kuamini. Tukiangalia kidogo tu juu ya jambo hili, Martha na Mariamu walikuwa ni marafiki wa Yesu, na kaka yao Lazaro alikuwa pia rafiki. Kwa hiyo familia hii walikuwa marafiki wa Yesu. Lakini ghafla Lazaro akaugua. Alipougua na Yesu alikuwa mbali, wakatuma taarifa kwamba ndugu yako, rafiki yako hawezi. Cha ajabu ni kwamba Yesu alikawia. Yesu hakuja mara au kwa wakati waliotarajia Yesu aje ili amponye ndugu yao. Lakini baadaye Lazaro akafa. Mpaka alifika amekufa, Yesu hakuja. Akazikwa, akakaa kaburini siku 4. Martha na Mariamu lazima waliumia sana kwamba tumetuma taarifa kwa Yesu kwamba rafiki yako hawezi, sasa amekufa, tena siku 4 zimepita, bado Yesu hajaja. Ilikuwa ni maumivu kabisa. Mioyo yao ilikata tamaa. Walikuwa na machungu mengi. Walikuwa na maumivu mengi katika mioyo yao ya kwamba wamempoteza ndugu yao. Lakini habari njema ni kwamba Yesu Kristo alikuwa anajua, alifahamu kwamba Lazaro ameumwa, kwamba Lazaro amefariki, tena amezikwa na siku zimepita. Ndipo anawaambia wale wanafunzi waliofuatana naye, tuendeni sasa kwa ndugu zetu, kwa marafiki zetu. Martha aliposikia ya kwamba Yesu amekuja, alitoka kwenda kumlaki, na alipomlaki akamwambia Yesu, mbona umekawia? Yesu,
ungalikuwepo hapa wakati ndugu yetu akiwa naumwa, ungemponya, angepona. Yesu akasema, Martha, nataka nikwambie hilo la kifo cha Lazaro sio jambo la kutisha. Martha alisema, ni kweli, mimi najua kuna uzima baada ya kufa huko kwenye umilele. Lakini Yesu akamwambia, hapana, inawezekana, kwa sababu mimi Yesu ndiye uzima, ndiye ufufuo. Habari ile ilikuwa ngumu bado kwa Martha kuielewa. Baadaye akamwacha Yesu, akarudi akamwambia ndugu yake Mariamu. Mariamu naye akatoka akaenda kumlaki Yesu. Akamwambia, Bwana Yesu, ungalikuwepo, akiwa na machozi mengi na maumivu mengi ya kwamba Yesu umechelewa. Yesu, ungalikuwepo wakati ule tulipokuita, ungekuja wakati ule tulipotamani umponye ndugu yetu, ungetusaidia sana, ungetupa furaha sana, ungetupa amani sana. Lakini Yesu akamwambia, bado inawezekana. Jambo hili lilikuwa gumu kwa wote, tena si Mariamu na Martha tu, lakini hata kwa Wayahudi. Wakasema, huyu aliyekuwa akiponya wengine, kwa nini hakuja kumponya huyu? Angeweza kumponya asife. Lakini Yesu alikuwa na neno, alikuwa na jambo ambalo alikuwa anataka awafundishe. Alikuwa anataka kuwaingizia kitu kikubwa. Anataka imani yao ipande, ya kwamba Yesu hazuiliwi na wakati, Yesu hazuiliwi na kifo, Yesu hazuiliwi na jambo fulani ya kwamba limepita basi hawezi kufanya. Imani yetu, imani ya Martha na Mariamu ilipaswa ipande, iongezeke, kwa sababu imani ndio inayotupa kushinda. Imani ndio inatupa kuvuta miujiza. Na pasipo imani, neno la Mungu linatuambia katika Waebrania 11:6 ya kwamba haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa hiyo Yesu alitaka wakati huu aongeze viwango vya imani kwa ajili ya hawa watu waendelee kumwamini ya kwamba hata kama jambo linaonekana kuwa gumu, bado inawezekana. Hata kama jambo limeonekana limefika mahali ambapo nasema imekwisha, haiwezekani tena, au tungesema it's over, lakini bado Yesu anaweza akageuza, anaweza akabadilisha. Sasa mahusiano yetu sisi kama watoto wa Mungu ni kupitia imani. Hatujawahi kumwona Yesu ana kwa ana, hatujawahi kumwona Mungu ana kwa ana, lakini tunapoamini tunapokea mambo makubwa. Neno la Mungu linasema tunaishi kwa imani. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Na kwa jinsi hiyo natamani niseme mambo kadhaa ambayo yanaweza kutusaidia kupata somo kubwa kutoka katika kifungu hiki tulichojifunza au tulichokisoma. Cha kwanza, tunaona jinsi ambavyo Martha na Mariamu walikuwa wamekata tamaa baada ya kuona kwamba Yesu amekawia, au Yesu amechelewa, au Yesu ni kama amewasahau. Wakati mwingine hata wewe au mimi tunaona kuna jambo fulani nalipitia, naona kama Yesu amekawia, kama Yesu amechelewa, kama Yesu amenisahau. Linakuwa gumu katika maisha yako, unakata tamaa. Hapana, hatupaswi kukata tamaa. Lingalipo tumaini bado, kwa sababu Yesu bado anajali. Yesu alijua ya kwamba Lazaro anaumwa. Yesu alijua ya kwamba Lazaro amekufa. Yesu alijua ya kwamba hajafa tu, lakini amezikwa kaburini na amekaa siku 4. Alijua hayo yote, lakini bado alikuja ili atende kitu cha tofauti. Wapate kujua ya kwamba Yesu sio wa kawaida. Yesu hazuiliwi na mazingira. Yesu hazuiliwi na muda. Yesu hazuiliwi na kifo. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Na sasa kuna mambo ambayo nataka tujifunze. Jambo la kwanza ambalo tunaweza kujifunza kutokana na kifungu hiki tulichokisoma. Jambo la kwanza, kwa Yesu hakuna kuchelewa. Kwa Yesu hakuna kuchelewa wala kuwahi. Kila jambo Yesu analipanga lifanyike kwa wakati na kwa makusudi maalum. Hakuna kuchelewa kwa Yesu. Yesu anafanya kila jambo ili litokee kwa makusudi na kwa somo maalum. Hapa nimesema jambo la kwanza ilikuwa ni imani. Imani iweze kupanda. Imani ya Martha, imani ya Mariamu iweze kupanda. Lakini
Kitu kingine ilikuwa ili utukufu wa Mungu uwe mkuu, utukufu wa Mungu uonekane. Wayahudi wauone utukufu wa Mungu, watu wengine wote wauone utukufu wa Mungu, alafu mwisho wa siku waseme kweli Mungu anatenda, Mungu anafanya mambo makubwa na ya ajabu. Kwa hiyo kifo hakikuwa mwisho wa kutenda miujiza kwa Bwana Yesu. Kifo, au unaweza kuchukua jambo lolote ambalo linaweza kusimama hata badala ya kifo na kitu kingine chochote, lakini hakiwezi kuzuia mpango wa Mungu, hakiwezi kuzuia kusudi la Mungu. Na kama nilivyosema, Yesu aliwahurumia sana Mariamu na Martha alipowaona wana machozi mengi, wanalia kwa sababu wamempoteza ndugu yao ambaye walimpenda, ambaye walitamani kuwa naye wakati wote katika maisha yao. Na kwa sababu hiyo basi wanamwambia Yesu, kama ungaliwahi ndugu yetu asingekufa, na kwa sababu ameshakufa basi Yesu, ni kama walikuwa anamwambia Yesu, inatosha, tuache tu sasa, tuache, tumeshaanza kupoa na maumivu haya makali ya kufiwa na ndugu yetu. Sivyo ambavyo Mungu wetu yupo. Yeye Mungu anaweza kuingilia katikati ya hali ambazo zinaonekana kuwa ni ngumu. Wakati mwingine unalia, una machozi mengi katika jambo unalolipitia, linakupa maumivu. Yawezekana hata wakati mwingine ni ugonjwa au hali fulani na kukumba ya uchumi, mambo hayaendi. Bado Yesu anataka kuingilia kati. Bado Yesu yupo tayari, na uzuri kwamba anakuona, anatuona, anatujua. Yeye anatamani kututendea mema. Nikuwa na mfano mzuri, au tuone mfano mzuri wa Ibrahimu na Sara kwa ajili ya jinsi ambavyo waliishi wakiwa na mepewa neno na Mungu ya kwamba watakuwa na mtoto, uzao wao utakuwa wa baraka. Miaka imeenda mpaka Ibrahimu anafika miaka 100. Sara anafika miaka 90. Mwanamke wa miaka 90 ni kikongwe. Wanasema kama ni kuchelewa, Mungu kweli hapa tunaona umechelewa, tuache tu hivyo. Na tunaona jinsi ambavyo kweli waliona kama wamechelewa, au Mungu amechelewa kujibu au kuwafanyia muujiza ule. Wakaamua kupita katika njia fulani ambayo ilikuwa ni ya mkato au sio nzuri. Na tunaona Sara anamwambia, ingia kwa Hajiri upate mtoto. Lakini mpango wa Mungu ilikuwa Sara na Ibrahimu wazae mtoto wa ahadi ambaye yeye atakuja kuendeleza kusudi la Mungu. Kwa hiyo na kama ni kuchelewa, watu wengi wako kwenye Biblia ambao wanaonekana ya kwamba walisubiri. Somo kubwa tunajifunza hapo ni kufanyaje? Kusubiri. Ya kwamba wakati wa Mungu unapokuwa umefika, Mungu anafanya. Wakati wa Mungu unapokuwa umewadia kwa ajili yako, kwa ajili yangu, Mungu atafanya. Tujifunze kusubiri. Ninaelewa kipindi cha kusubiri ni kigumu sana. Naelewa jinsi ambavyo kuna kupanda na kushuka kwa imani, kwa sababu unatamani kitu kitokee halafu hakitokee. Unatamani jambo litokee, lifanyike ili ufurahi, uwe na amani. Unashangaa jambo lile halifanyiki. Ni kwa sababu Mungu anakuwa na somo. Yesu anakuwa na somo, anataka kufundishe, anataka nifundishe kusubiri. Hilo ni jambo la kwanza ambalo nimeliongelea kutoka kwenye kifungu hiki, ambayo niliona ya kwamba kwa Yesu hakuna kukawia, hakuna kuwahi. Mungu anafanya kwa wakati ili utukufu wake uonekane. Lakini jambo lingine la pili ambalo niliona katika kifungu hiki au katika sura hii, kama tungekuwa tumeisoma yote, tusiyumbishwe na mazingira. Mazingira yasitutoe kwenye imani. Unajua Martha na Mariamu walisumbuka na mazingira yale kwa sababu ndugu yao alikuwa ameshakufa. Kwa hiyo siku 4 yuko kaburini. Mazingira yalikuwa yanasema kabisa ya kwamba haiwezekani tena kuishi. Hakuna maisha tena kwa Lazaro. Kwa hiyo hata Yesu alipokuja anawaambia, liondoeni jiwe. Liondoeni jiwe kwenye kaburi. Martha anasema, Bwana, ananuka sasa. Kwa hiyo harufu ile itatutesa hapa kwa sababu huyu mtu ameshakwisha, hafai tena. Yesu anamwambia, ni sikukwambia ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Naona
jinsi ambavyo Yesu bado alikuwa anataka kumsaidia Martha na Mariamu, ya kwamba msiangalie mazingira, ya kwamba mazingira yanasema huyu ameshakufa, alishazikwa, siku 4 yuko kaburini, yumkini ameshaoza, hafai tena. Lakini neno la Kristo lilikuwa na nguvu, na neno la Kristo linaweza kubadilisha mazingira yako. Mazingira unayoyapitia yanaweza kuwa magumu, ukigeuka kushoto na kulia, ukiangalia mbele huoni mwelekeo, huko nyuma umeshapita, lakini unatakiwa bado kuendelea. Mazingira yasinitoe kwenye imani, mazingira yasiyumbishe imani yangu, kwa sababu Yesu yeye ni mwaminifu. Kama ambavyo hafungwi na wakati, hafungwi na maeneo, hafungwi pia na mazingira. Mazingira yote ni yake. Yeye ndiye aliyeyafanya. Yeye ndiye anayeweza kugeuza chochote. Tunaona jinsi ambavyo aliweza kutembea juu ya bahari Yesu. Wakashangaa kwamba inawezekanaje mtu kutembea juu ya maji, lakini Yesu ni mkuu kuliko mazingira. Hilo lilikuwa ni jambo lingine ambalo Yesu alikuwa anataka kuwafundisha, ya kwamba mazingira sio mpaka kwa Yesu, yaani kizuizi kwa Yesu kwamba asifanye muujiza. Inawezekana. Na kwa jinsi hiyo tunaweza kuona jinsi ambavyo mazingira wakati mwingine yanaweza yakakutikisa, yanaweza yakakuhamisha kwenye imani. Lakini wako walioshinda pamoja na mazingira magumu. Kwa nakumbuka mfano wa Yusufu. Kijana huyu mwenye ndoto, ameota ndoto, anaona jinsi ambavyo atakuwa mkubwa huko mbeleni, lakini katikati ya ndoto zile anakutana na mazingira magumu. Anakataliwa na ndugu zake, anauzwa mpaka anakwenda utumwani, anakwenda nchi ya mbali. Ndoto zile ni kama zinazimia. Mazingira yanaonyesha kabisa ndoto zinakufa. Anakwenda kuwa houseboy, kijana wa nyumbani mwenye ndoto za kuwa mkuu, ambaye alikuwa anasema ninaona jinsi ambavyo nyota na mwezi vyote vinaniangukia. Ilikuwa ni jambo gumu. Sasa yuko kwenye utumwa. Haikutosha kuwa kwamba yuko utumwani tu, lakini baadaye anakwenda gerezani. Mazingira ilitosha kabisa Yusufu aseme basi zile ndoto zangu sasa zimeisha, huku gerezani nitainukaje? Lakini kumbe Mungu bado yupo kazini. Mungu yeye hazuiliwi na mazingira. Mazingira ya nyumbani kwa Potifa, mazingira ya gerezani, Yesu bado au Mungu bado alikuwa anashughulika, kwa sababu alikuwa na mpango. Tumesema kichwa cha habari kinasema ukiamini utauona utukufu wa Mungu. Kwa hiyo Yusufu huyu, yawezekana ndani mwake alikuwa bado anaendelea kuamini, hata kama kwa mbali sana, kwamba sasa huku gerezani sijui itakuwaje. Tunakumbuka jinsi ambavyo alivyowatafsiria ndoto yule mnyweshaji wa mfalme na yule mwingine mwokaji. Akamwambia yule mnyweshaji, utakapoenda kwa mfalme unikumbuke. Yule mnyweshaji alimsahau, miaka 2 inapita. Hapo unaona nini? Mazingira yalikuwa yanataka kumwonyesha kabisa Yusufu ya kwamba hakuna tena tumaini. Lakini asante Mungu, kwa sababu mazingira hayawezi kututoa kwako endapo tutaendelea kuamini, endapo tutaendelea kumtumaini Mungu. Kwa hiyo mazingira sio kikwazo. Mazingira unayopitia yasikuondoe kwenye imani. Mazingira ninayopitia yasinifanye niyumbe, nione kama Mungu ameniacha, nione kama Yesu hafanyi tena muujiza. Hilo lilikuwa ni jambo la pili, ya kwamba mazingira yasinitoe kwenye msimamo. Mazingira yanifanye kuona kwamba bado upendo wa Mungu upo, na kwamba mazingira yote Mungu ameyaweka, na hivyo inawezekana kuwa salama. Lakini jambo lingine la tatu ambalo nililiona kutoka kwenye kifungu hiki ambacho tumekisoma, wakati mwingine nasema huoni kwa haraka kama Mungu anafanya, lakini kumbe Mungu yupo kazini. Naweza nisione kwamba hivi Mungu kweli yuko katika jambo hili, lakini kumbe kwa uhalisia Mungu anaendelea kushughulika na jambo langu, anaendelea kushughulika na maisha yangu, anaendelea kushughulika na kila kitu changu. Anasema anafanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema
Warumi 8:28 anasema nasi twajua ya kwamba Mungu anafanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Kwa hiyo Mungu yeye ni mwema, sisi ni watoto wake, na kama ni watoto wake anayo mema mengi kwa ajili yetu. Kwa hiyo wakati mwingine yanaruhusiwa hayo, ili pia tujifunze ya kwamba kuna wakati wa kuona upande mwingine, kwamba bado tupo duniani. Tunaona jinsi ambavyo Ayubu mazingira yale aliyopitia, alipitia kipindi kigumu, lakini bado ndani mwake alikuwa anajua hapana, Mungu yupo. Na mimi nataka kusema ya kwamba Mungu bado anatenda kazi hata sasa, pamoja na kila kitu ambacho unakuwa unapitia, pamoja na magumu unayoweza kuyaona kwamba yanakusumbua, yanakutesa, yameleta maumivu, yameleta mateso mengi, au ni kuugua, au kitu chochote ambacho unaweza kukiona, bado lipo tumaini. Neno la Mungu linasema hivi, huku tukimtwisha Mungu, tukimtwisha yeye fadhaa zetu, kwa sababu yeye anajishughulisha sana kwa mambo yetu. Kwa hiyo anashughulika. Unapoona kama hashughuliki, unaona kama hafanyi hivi, kumbe yeye anafanya, anashughulika. Tena anasema anajishughulisha sana kwa mambo yetu, sio kidogo, anashughulika sana kwa yale mambo yetu ambayo tunatamani yatokee. Isipokuwa muda tu unaweza ukatofautiana. Wakati mwingine unataka litokee leo, lakini Mungu anasema leo lisitokee, litatokea kesho, litatokea kesho kutwa, au litatokea mwakani. Cha msingi kuendelea kusubiri. Imani tunajengewa misuli kwa kuendelea kuamini ya kwamba bado Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, ahadi zake ni amini na kweli. Tena neno linasema hivi, anakuza au amekuza mno ahadi zake kuliko neno lake, kuliko jina lake mwenyewe. Kwa hiyo tuendelee kumwamini, tuendelee kumngoja, hata kama hatuoni kwa sasa, hata kama huoni kwa sasa ya kwamba kuna jambo linatokea, lakini lipo kwa uhakika, linakuja. Siku usiodhani, wakati usiojua, bado litakuja. Hilo nilikuwa naongelea jambo namba 3, ya kwamba huoni kwa macho, huoni kwa uhalisia kwamba liko kwenye mchakato, lakini Mungu yuko kwenye mchakato. Hajawahi kuacha, hajawahi kutuacha watoto wake. Kama ambavyo wazazi tunashughulika na watoto wetu, wakati mwingine hawajui hata jinsi ambavyo tunashughulika nao, jinsi tunavyowalipia hata ada huko kwenye mashule yao, hawajui tumelipa saa ngapi, lakini kumbe mzazi bado anashughulika. Ndivyo alivyo na Mungu wetu. Wakati mwingine hatumuoni, lakini anavyoshughulika, lakini nyuma ya jambo hilo Mungu anakuwa yuko kazini kushughulika. Hilo lilikuwa ni jambo la 3. Jambo la 4 ambalo nilijifunza kwenye kifungu hiki, niliona jinsi ambavyo Mungu anashughulika na mashaka yetu. Yaani Mungu anashughulika na upungufu wetu, Mungu anashughulika na huzuni zetu, Mungu anashughulika na kushuka kwetu. Yesu bado akamwambia Martha na Mariamu, nimewaambia hivi, liondoeni jiwe. Wao wameshaonyesha kukata tamaa ya kwamba Yesu, basi mwache tu huyo Lazaro ameshakufa, hatuna haja tena, tumeshakubali, tunataka kupokea ya kwamba Lazaro ameshakufa, tumempoteza ndugu yetu, labda na sisi tusubiri kwa ajili ya huo umilele. Lakini Yesu anasema hapana, inawezekana. Unajua wakati mwingine watu wanapitia kwenye maumivu mengi, hata magonjwa, anasema hili naona Mungu ameruhusu. Watu wanasema kabisa, limeruhusiwa liwe mtihani wangu. Lakini sivyo alivyo Mungu wetu. Yeye Mungu wetu anataka kutuponya. Yesu akasema hivi, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Anasema nataka niwape furaha, niwape amani. Kwa hiyo Yesu hapa alikuwa anataka ashughulike kwamba hayo mashaka yanawezekana kuondoka. Inawezekana kubadilika kutoka kwenye mashaka ukaingia kwenye kumwamini Mungu, kawa na ujasiri mkubwa ya kwamba Mungu yupo, Mungu ni mwaminifu, anatenda, yeye ni mwenye haki, yeye hawezi kutuacha. Jambo lolote akianza analikamilisha Mungu wetu.
Wakamwambia, Yesu akawaambia hivi, liondoeni jiwe. Ilikuwa ni jambo gumu kuliondoa jiwe ambalo limefunika mwili uliooza. Ilikuwa ni jambo gumu, lakini Yesu anataka shughulike na yale mashaka yao, kwamba ninyi mnaona wasiwasi, mnaona mashaka, ondoeni jiwe, ondoeni, fanyeni kile kitu ambacho mimi nawaelekeza. Kuna mambo ambayo Yesu anatuelekeza wakati mwingine. Anasema amini, endelea tu, endelea katika kumtafuta Mungu. Lakini wakati mwingine tunafika tunachoka. Unapoona umemwomba Mungu labda katika jambo fulani ili liweze kubadilika, mwaka umepita, miaka miwili imepita, unaona kama sasa imefika mwisho, lakini kumbe bado Mungu wetu aliye mwema anashughulika na hilo. Anataka au shughulike na mashaka yako, au kuondolee hofu, kuondolee woga ya kwamba bado inawezekana. Safari ya kwenda mbinguni, safari ya kumwabudu Mungu pia ina majaribu, ina mapito, na hayo yote yanatufanya tuendelee kumwona Mungu kwa upande mwingine, ya kwamba Mungu ni kila kitu, Mungu anaweza mambo yote. Hilo lilikuwa ni jambo la 4, ya kwamba Yesu anashughulika na mashaka yetu. Yesu anashughulika na mapungufu yetu. Mapungufu yapo, lakini usikubali ukukae kwenye mapungufu. Usikubali kukaa kwenye mashaka, kwa sababu neno la Mungu linakuja kwetu kila siku ili kutuinua, ili kutufanya kuwa watoto wapendwao ambao tunainuka kutoka imani hata imani. Neno la Mungu linatuambia hivyo, kwamba tuendelee kutoka imani hata imani, utukufu hadi utukufu, kuendelea kutoka nguvu hadi nguvu. Sasa wakati mwingine Mungu anaachilia kwanza jambo fulani litupate, ili litutikise kidogo, ili tushtuke, tuondoke kwenye kujisahau. Unajua pia ukiwa tu maisha ni mteremko tu, mstari ulionyoka tu wakati wote, hayaendi. Na ndio maana hata kwenye mifumo ya elimu hasa ya Tanzania tuna mitihani ile inasaidia watoto washtuke, au wanafunzi washtuke kwamba kuna kuongeza nguvu, kuna kuongeza misuli ya kusoma na kadhalika na kadhalika. Hali kadhalika na sisi kwetu, basi mambo haya yanaruhusiwa ili tuweze kufunguliwa. Lakini ninachomfurahia Mungu wetu, anasema hata kama umejeruhiwa, hata kama umeumizwa, bado yeye anaganga majeraha yetu. Kisoma katika Zaburi ya 147 mstari ule wa 3, anasema anaponya maumivu yetu. Ukisoma katika Yeremia pia 30:17, anasema yeye anatuponya, yeye anatuganga ya maumivu yetu, yale mapungufu yetu, yeye anashughulika naye. Hilo lilikuwa ni jambo la 4 katika somo hili, ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu. Endelea kuamini hata kama wakati mwingine unapata hofu fulani, mashaka kidogo. Toka kwenye mashaka, toka kwenye hofu. Acha kukaa hapo mahali ambapo unaona ni pagumu. Yesu yupo, yeye ndiye kimbilio letu. Jambo lingine la 5 ambalo niliona kutoka kwenye kifungu hiki ambacho tumekisoma, kwa kweli nilifurahia kuona ya kwamba vitisho vya kibinadamu au mambo yote ya matisho hayamzuii Yesu kutenda kazi aliyokusudia. Kifo cha Lazaro, tena kuzikwa kwa Lazaro, alafu amekaa kaburini siku 4, ilikuwa ni matisho yanaonekana kwa wanadamu ni vitisho, yani kwamba ni jambo limeshatokea, ni gumu, haliwezekani tena. Lakini Yesu akawa anawashangaa kwamba wao wanaogopa kuliondoa jiwe eti kwa sababu Lazaro ananuka. Unaona, ni matisho, ni vitisho vya namna fulani ambavyo vinakuja kwa kutaka kufanya nini? Kuyumbisha imani yako. Lakini Yesu hilo alikumsumbua. Nataka nikwambieje sasa asubuhi ya leo, kwamba Yesu hatishiki na jambo lolote unalolipitia. Unaweza kuwa unaumwa sana, unafikiri huku kuumwa kwangu sasa basi ni mwisho, haiwezekani tena. Lakini Yesu hatishiki, Yesu hababaishwi, Yesu ni thabiti, yeye yuko juu ya vyote, yeye anaweza vyote, yeye ana nguvu zote. Akasema ondoeni jiwe. Alafu walipoliondoa jiwe, yeye alimshukuru Yesu, Mungu wake, alimshukuru Baba. Alipomshukuru Baba akasema, Lazaro njoo.
aliita tu, Lazaro njoo huku. Yawezekana Wayahudi waliokuwa mahali pale, au Martha na Mariamu, walikuwa wanategemea Yesu wakishaliondoa jiwe labda aende mle kaburini, labda akaguse ule mwili ambao tayari umeharibika. Yesu akaita tu, akasema Lazaro njoo huku nje. Nataka nikutie moyo mtazamaji wa kipindi chetu hiki kizuri, ya kwamba Yesu analo neno moja tu linaloweza kubadilisha hali yako yote. Yawezekana kama nilivyosema, umezama mahali fulani pagumu, au na madeni yasiyowezekana, yasiyolipika. Inawezekana. Yesu akitamka neno moja, cha muhimu msikilize. Cha muhimu ni msikilize. Unajua walikuwa wanamsikiliza, lakini kwenye utendaji ni kama wanasita. Wanapoambiwa waliondoe jiwe, wanasita. Sasa Yesu akisema neno, amesema. Akitamka neno, limekuwa. Akishatamka neno kwa maisha yako na maisha yangu, maana yake lile neno tayari linafanyika, na hakuna kwake kugeuka. Hana hasara yeye. Akishatamka, ametamka kwamba liondoe jiwe. Kwa hiyo kuna kitu cha kufanya wewe na mimi ili muujiza wangu uweze kutokea. Waliambiwa waliondoe jiwe. Yesu mwenyewe hakutaka kwenda kuliondoa jiwe. Kwa sababu gani? Aliona hebu na wao washiriki imani yao kuikuza kidogo, kwamba hata kama wanajua kwamba huko kuna harufu kali ya mtu aliyeoza, lakini wachukue hatua moja ya kwenda kuliondoa jiwe. Na wewe nataka nikutie moyo, omba Mungu, mwamini Mungu, mtafute Mungu katika hali unayopitia. Anza tena, hata kama uliomba, lakini nataka nikutie moyo, anza tena, inawezekana. Neno la Kristo litakapokuja kwako, neno la ufunuo litakalokuja kwako kwa ajili ya kukusaidia, jua ya kwamba Mungu anakutakia kilicho chema. Na nataka niseme hivi, angalia mambo kama 4 hivi katika jambo kifungu hiki ambacho tumekisoma. Mengine tutaendeleza kesho ili tuweze kukamilisha somo hili, ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu. Hebu niombe sasa kwa ajili yako, kwa sababu ninajua yawezekana unapita mahali fulani, mahali pagumu. Inawezekana leo ukiamua kuamini tena, inua viwango vyako vya imani, Mungu yeye ni mwaminifu, atakutokea. Hebu tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunazo shukurani nyingi kwa ajili ya wema na uaminifu wako, na jinsi ambavyo unasema na sisi kila itwapo leo. Leo umesema nasi Bwana, ya kwamba tukiamini tutauona utukufu wako, tukiamini tutapokea majibu ya mahitaji yetu, tukiamini Bwana tutashinda, kwa sababu hakika tunayo ahadi ya kushinda, kwa sababu Yesu Kristo alishinda. Yeye mwenyewe Yesu alituambia ya kwamba ulimwenguni mnayo dhiki, na kwa sababu hiyo tunaweza kushinda, kwa sababu Yesu alishinda kwa ajili yetu. Nasi Bwana tunaamini, tunapokea. Ninaomba Bwana kwa ajili ya mtazamaji huyu ambaye anafuatilia kipindi hiki, na kusihi umsaidie. Yawezekana amekutana na jambo gumu ambalo anaona ya kwamba hakuna mwelekeo, haoni njia, haoni mpenyo, lakini Bwana inawezekana asubuhi ya leo kupokea muujiza wake. Inawezekana kuinua viwango vyake vya imani, kwa sababu Baba yetu na Mungu wetu unatupenda, na tunapoendelea kukuamini Mungu umesema tutaishi, na sisi tunataka kuishi si katika ulimwengu huu tu wa sasa, lakini na ulimwengu ule ujao. Wewe Mungu ni mwaminifu, ni mwenye haki, ni mwenye huruma. Ulimtuma Yesu Kristo kuja ulimwenguni, naye akafa kwa ajili yetu, naye aliteswa kwa ajili yetu, na kwa jinsi hiyo aweza kuwaokoa wale wote wanaoteswa, wale wote wanaoumizwa, kama tulivyoona kwa habari ya hadithi hii ya Mariamu na Martha, jinsi walivyoteswa, jinsi walivyoumia, ndugu yao kufa. Waliona kama Yesu amekawia, waliona kama Yesu amewasahau, lakini Yesu hakuna unayemsahau, hakuna
unayemwacha kila ajaye kwako Yesu. Umesema hutamtupa nje kamwe. Nami ninaomba Bwana kwa ajili ya mtazamaji wetu ambaye Mfalme anafuatilia vipindi hivi. Mungu, yawezekana kuna jambo analolipitia, yawezekana kuna jambo linalomsumbua, yawezekana kuna jambo linamuumiza. Mungu, ninaomba inua kiwango chake cha imani katika jina la Yesu Kristo. Ninakataa roho ya woga, ninakataa roho ya mashaka, ninakataa roho ya kujihurumia, ninakataa roho ya kukata tamaa. Bwana, muinue tena. Baba, msaidie, mwezeshe ili Bwana macho yake yatazame kwako, yamtazame Yesu Kristo, yeye aliyeshinda mauti, yeye aliyeshinda kaburi. Inawezekana na sisi kushinda, inawezekana na sisi leo kuinuka, inawezekana na sisi kupata nguvu mpya, kuongezeka imani, kuongezeka nguvu za rohoni. Na kusihi Bwana, msaidie kila mmoja, msaidie Bwana, tuwezeshe Bwana kusimama katika ujasiri mkubwa, tukijua Yesu uliyetuokoa, hujatuokoa kwa bahati mbaya, hujatuokoa ili tuache tufe kwa hasara. Hapana, umetuokoa, umetuleta katika ufalme usiotikisika. Na sisi tunakuamini ya kwamba wewe ni Mungu, ni mwaminifu, ni mwenye haki, ni Mungu unayetupenda, unayetujali, unayetuwazia mawazo mema. Tena unatamani kutupa ufalme ulio mkuu mno, ufalme wa milele. Naomba Yesu utusaidie, saidie kila mmoja wetu ili Bwana tukapate kukuangalia tena kama neno lako linavyosema, tukuangalie wewe tukaokolewe. Katika Isaya 45:22 kwamba tukuangalie wewe tukaokolewe. Wewe ni Mwokozi wetu utupendaye, ni msaada, ni ngao, ni ngome yetu imara, ni mwamba, hatutatikisika. Tukikaa kwako, tukakukimbilia wewe Bwana, tutakuwa salama. Asante Bwana, ninamwombea kila mmoja anayesikiliza na kutazama kipindi hiki. Bwana, kutana naye, inua viwango vyake vya imani ili Bwana Mungu wa majeshi akapate kuishi katika kusudi lako na mpango wako. Asante Bwana kwa maombi haya. Ninaamini Bwana unakwenda kutenda mambo makubwa ya ajabu ya kushangaza kwa ajili yetu, kwa sababu ya Yesu Kristo wa Nazareti, yeye aliye kimbilio letu, aliye msaada, Bwana na Mwokozi wetu. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. Pendwa mtazamaji wetu mzuri, ni kutakia siku njema na baraka nyingi za Bwana zikapate kuwa pamoja nawe, na uendelee kuangalia au kufuatilia vipindi vyetu katika TV yetu nzuri ya Zoe, na Mungu akubariki sana sana sana. Karibu tena kesho tuweze kuwepo pamoja katika kipindi hiki cha Nuru ya Asubuhi, na Mungu akubariki sana.